السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر الإخوة الأفاضل، بارك الله فينا وفيكم. Tumekutana kwenye kipindi hiki mara baada ya salati al-asri ndani ya kituo hiki kwenye nyumba hii miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, Masjid Quba, katika mtaa huu wa Mbweni, katika mji huu wa Unguja, katika dawla Zanzibar, hafidhaha Allah wa harasaha. Kwa kweli mkusanyiko wa aina hii ni mkusanyiko wa aina yake, kwa sababu ni mkusanyiko wa ilmu, tena katika nyumba tukufu miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamuomba Allah subhanahu azitengeneze nia zetu, kwa kule kukusanyika kwetu mahali hapa ni kwa ajili ya kujifunza dini yake na kukumbushana mambo ya dini, kupeana faida, bali kukithirisha wingi wa ahli sunnah wal jamaa. Mimi nimepewa maudhui hii inahusiana na mfumo wa ulinganizi wa watu wenye kujinasibu na wema waliotutangulia katika dini hii. Kwa maana maudhui zetu zitakuwa zinazunguka kwenye kuelezea ad-da'watu as-salafiyya, ulinganizi na wito wenye kunasibishwa na wema waliotangulia. Maudhui hii ni maudhui muhimu sana katika maudhui za kiilmu. Ni maudhui inayotakiwa kuelezwa, ieleweke. Kwa kutokueleweka maudhui hii au kueleweka vibaya maudhui hii, pengine kwa sababu ya muelezaji hakueleza vizuri, au msikilizaji hakusikia vizuri, au hakutaka kusikia kabisa,
kutokueleweka maudhui hii ni sababu ya masaibu mengi yanayowasibu waislamu katika huu ulimwengu. Kwa ni maudhui muhimu sana, tunatakiwa tuieleze kwa uzuri, na mimi namuahidi Allah subhanahu wa ta'ala na kuahidi nyinyi kuwa sitasema ila kile ambacho nina ilmu nacho. Wama shahidna illa bima alimna wama kunna lilghaibi hafidhin. Tutazungumza kile kiasi tulijaliwa katika upeo wa kielimu, tusichokijua hatutakisema. Lakini pia tutajitahidi kuihudhurisha maudhui hii kwa upole na utaratibu, ili asielewa aelewe. Kisha tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tawfiki ya wale walioelewa waikubali, kwa sababu hilo sio jukumu letu. Mtu anaweza kasikiliza akaelewa akasema sitaki, au mimi jambo hili silikubali, au mzungumzaji huyu mimi simkubali, akaamua kukataa kwa sababu ya utashi wa nafsi yake au kwa sababu nyinginezo. Kwa hiyo baada ya kulifikisha jambo hili na kuliweka wazi, basi ni kuomba taufiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kile kilichokuwa cha haki kikubalike. Na kama kuna mahali tumekosea au tumeteleza, kama ilivyokuwa ada yetu sisi wanadamu kupata na kukosea, ni jambo la kawaida hutotokea, basi kile cha sawa ndicho kichukuliwe na Waislamu na kifanywe kazi. Kile cha makosa basi chatoka kwangu mimi, na mimi natabarra kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hicho. Na yoyote atakayesikia jambo la kimakosa mlizungumza, basi uwanja uko wazi, anaweza hata kuandika kikaratasi, mimi nitarekebisha hapa hapa kabla sijaondoka. Kama kuna jambo lolote la makosa nitalizungumza, na wewe Muislamu ulijua, kama waweza kulifikisha lifikishe hapa, kwa ajili ya kuitakasa dhima yangu mimi, nisiwe tena na jukumu na lawama mbele za Allah, pia na dhima yako, na isiwe ni sababu ya kuwa babaisha Waislamu na kuwapotosha. Lakini tufahamu tu kwamba maudhui hii ni maudhui nzito. Sheikh amesema sisi tuna nukta 10. Maudhui hii ina nukta zaidi ya 10. Lakini katika daura hii insha Allah tutajitahidi kuzileta hizo nukta 10 ambazo tunaziona kwamba ni za msingi sana. Zikieleweka basi ni hatua nzuri sana. Sasa nukta hizo zitaanzwa na utangulizi, ambazo pia nitazihesabu katika nukta hizo 10. Utangulizi utakuwa katika baadhi ya sehemu, kama sehemu 2-3 hivi. Sehemu ya kwanza ni kuielezea hali ya Waislamu, sisi Waislamu, kwa vile alivyoieleza Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya Waislamu katika wakati huu ambao tupo katika maisha haya ya dunia tuishi, kama alivyoielezea Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na kama tunavyoishuhudia sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishaondoka hapa duniani miaka takriban 1400. Sasa hivi tuko na 47, basi 1436 takriban. Mtume sallallahu alaihi wasallam hatunaye katika huu ulimwengu, lakini kwa kuwa yeye anateremshiwa wahi kutoka kwa allamul ghuyub, Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni alimul ghaib washahada, ni mjuzi wa yale yanayoonekana na yale yasiyoonekana, anayajua ya watu waliotangulia mwanzo huko na mpaka mwisho, mwanzo wa dunia mpaka mwisho wa dunia, kabla ya kuumbwa dunia
na baada ya kutoweka kwake. Elimu yote iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimpa habari mtume wake sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na baadhi ya mambo, akimpletea wahi, akaelezewa habari za watu waliotangulia, lakini pia akaelezewa habari za watu watakaokuja mbeleni. Kwa hiyo hali ya huku mwisho huku mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea kwa wahi, kwa sababu yeye kama anavyotueleza Allah, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hatamki kwa hawa, kwa matashi na mapenzi ya nafsi yake anavyojisikia yeye, hayakuwa anayotamka isipokuwa. Pata faida mbalimbali kutoka Markaz Imam Al-Muzani na nje ya Markaz Imam Al-Muzani kupitia chaneli yako pendwa ya Al-Muzani Online TV.